Haleluya. Nimekusomea Samueli wa pili sura ile ya 3 kwa habari ya kile alichokifanya Yoabu. Yoabu alimuua Abineri, alimpiga mkuki kwa siri. Daudi akasema hivi, damu hii itakuwa juu ya nyumba ya Yoabu na baba yake, na kwao asikosekane mtu wa kuchechemea, mwenye kuhitaji chakula, mwenye kuvuja damu, kwa sababu alimuua Abineri kwa siri. Sasa watu wanaingia kwenye matatizo mengi. Unaweza ukafanya kwa sababu ya njaa ulionayo, ukafanya kwa sababu ya sifa ulionayo. Unaweza kumpiga mwenzako kwa siri kwa sababu ya chuki ulionayo, kwa sababu ya wivu ulionao, kwa sababu ya kumuonea wivu nafasi alionayo. Lakini usijue kwamba unaingiza laana. Kuna familia nyingi, kuna koo nyingi, kuna ndoa nyingi. Haziwezi kuwa stable hizo ndoa. Narudia, hiyo ndoa haiwezi kuwa stable. Hiyo ndoa ina uhitaji, ina laana. Kwa sababu ulimpata huyo kwa kumpiga mwenzako kwa siri. Uliharibu mahusiano ya mtu, uliharibu uchumba wa mtu, uliharibu ndoa ya mtu. Nasikia nikueleze, hiyo ndoa haiwezi kuwa stable. Kuanzia watoto wanaozaliwa kwenye familia hiyo, wote wanakuwa chini ya laana. Kwa sababu imeandikwa, amelaaniwa ampigae mwenzake kwa siri. Mahusiano yako, hiyo kazi haiwezi kuwa na baraka. Hiyo kazi haiwezi kuwa stable. Hiyo biashara haiwezi kuwa stable. Kwa sababu kuna mtu ulimpiga kwa siri, ukamtoa kwenye hiyo nafasi kwa siri. Umeenda kuweka biashara pale. Sikiliza, hicho kiti ulichokalia cha huo uongozi hakiwezi kuwa stable. Hakiwezi kuwa stable. Kwa sababu ulimpiga mtu kwa siri, ukachukua hiyo nafasi. Hiyo ni laana. Umempiga mtu kwa siri, umemfitinisha, umemtoa kwa fitna, kwa maneno ya uongo, alafu umekaa kwenye hiyo nafasi. Hicho kiti ulichokikalia hakiwezi kuwa stable. Huwezi kuwa na amani na hiyo kazi. Lakini cha pili, iko laana inakutafuna wewe na uzao wako wote, kwa sababu kuna mtu ulimpiga kwa siri mahali, ukachukua nafasi yake, ukachukua cheo chake, ukachukua kiwanja chake, ukachukua shamba lake. Kuna vitu vingi vibaya kwako vilikuwa ni vizuri ulivichukua, lakini ni vibaya kwa sababu ulimpiga. Chochote chenye kupatikana kwa kumpiga mtu kwa siri, huwezi kukaa kwenye hiyo nafasi. Iwe ni makanisani, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye mahusiano. Umedhamiria kabisa, unafanya mipango, bana tumpige huyu kwa siri ili uchukue nafasi hii. Nafasi yoyote ulionayo, jambo lolote ulilonalo, kazi yoyote ulionayo ambayo uliipata kwa sababu ya matokeo ya kumpiga mwingine kwa siri, haiwezi kuwa salama. Hiyo ni laana. Hiyo ni laana. Uzao wote wa kwako hauwezi kuwa na baraka. Hiyo ni laana. Leo nasikia nikwambie, amelaaniwa yeye ampigae mwenzake kwa siri. Unavompiga mwenzako kwa siri ili uipate hiyo nafasi, unapomharibia mtu, unapomfitini mtu, unampiga kwa siri, ni laana. Hiyo ni laana. Kumbukumbu la Torati sura ya 27 na ule mstari wa 24. Kama mahusiano yako, kama ndoa yako, kama biashara yako, kama kazi yako uliipata kwa kumpiga mtu mwingine kwa siri ndio ukaipata, uwe na hakika haina baraka, haiwezi kudumu. Na chochote kitakachopatikana baada ya hivyo vitu, vyote vinakuwa chini ya laana. Nasikia nikutabirie tena, uko mahali pabaya. Hiyo nafasi ulioipata kwa sababu ya kumpiga mtu kwa siri, uko kwenye laana. Wewe na uzao wako wote, wewe na familia yako yote, wewe na mali zako zote, mpo chini ya laana, kwa sababu ilipatikana kwa kumpiga mtu kwa siri.
Hiyo laana itadumu vizazi na vizazi. Jambo la kufanya ni kuacha na kutafuta msamaha na kuomba toba na kuanza moja. Laana ina tabia ya kumkausha na kumshusha mtu kutokea kule alipo. Kwa hiyo nataka nikuambie, unayenisikia, usiogope. Anayekuondoa mahali kwa kukupiga vita, kwa kukufanyia fitna, anayekupiga kwa siri, hatafanikiwa kuanzia sasa. Hiyo laana haitaondoka kwenye uzao wake. Aliyekunyang'anya mali, aliyekunyang'anya fedha, aliyekunyang'anya nafasi yako kwa sababu alikupiga kwa siri, hiyo ni laana, haitaondoka kwenye uzao wake milele katika jina la Yesu Kristo. Wewe utastawi, wewe utabarikiwa, wewe utainuliwa. Ijapokuwa umeondolewa kwa kupigwa kwa siri mahali, umenyang'anywa ile tenda kwa kupigwa kwa siri, usiogope. Neema ya Mungu ipo. Nimekuombea, utainuka na kustawi tena. Wao wataanguka, wewe utainuka na kusimama tena katika jina la Yesu Kristo. Amen.